Tukio la msingi ni kusherehekea au matayarisho ya sherehe ya siku ya mwanamke duniani, ambao mara zote huadhimishwa siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwaka. Lakini kwa namna ya pekee nimeamua kutumia tukio hili ili kufanya hamasa ya matumizi ya nishati safi, ajenda ambayo imebebwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa nguvu ambaye ameamua kuibeba ajenda hii kwa Afrika na hata dunia kwa ujumla. Na kwa sababu hiyo mnikubalie nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya na kutupa fursa ya kukutana hapa leo katika kongamano hili la wanawake kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, hasa nishati ya umeme. Wakina mama wa TANESCO na Wizara ya Nishati, leo mnapoadhimisha siku hii ya wanawake duniani, mimi kama kiongozi wenu kwenye wizara nataka niwahakikishieni kuwa naona fahari kubwa sana kufanya kazi na ninyi kwenye sekta hii ya nishati. Ndugu zangu, leo pamoja na kusherehekea siku ya mwanamke, tumeona vile vile kuwa ni lazima tuwe na siku ya kuhamasisha matumizi safi ya kupikia nishati na hasa nishati ya umeme. Nataka niwapongeze tena kwa ubunifu huu. TANESCO umefanya jambo zuri sana. Hiki ndicho ninachotaka, ubunifu kwenye taasisi zetu. Shirika la TANESCO linafanya kazi nzuri kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Hongereni sana TANESCO, hongereni sana management ya TANESCO. Wizara ya Nishati kama mnavyofahamu ni wasimamizi wa ajenda ya nishati safi ya kupikia, ambayo kinara wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtakumbuka tulizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia wa miaka 10 ambao tulilenga 80% ya Watanzania itakapofika mwaka 2034 basi wahame kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi, waende kwenye matumizi ya nishati safi. Na juzi mwezi wa kwanza tulisaini mkakati maalum, the Energy Compact ya Tanzania, ambapo tuliweka lengo la Watanzania 75% wao wamehamia kwenye nishati safi ya kupikia itakapofika mwaka 2030. Nataka niwatoe wasiwasi. Tumepita kwenye mabanda, tumeangalia majiko mbalimbali ambayo yapo yanatumia umeme, na kwa kweli tumeambiwa uniti moja unaweza ukapika kwa zaidi ya saa moja, ambayo thamani yake haizidi shilingi 350. Maana yake ni kwamba ukitumia mkaa unatumia gharama kubwa zaidi kuliko ambavyo ungetumia umeme. Nataka nimalizie hotuba yangu kwa kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ambaye ndio kinara wa nishati safi ya kupikia umetupa heshima kubwa kama taifa. Mimi ni shahidi. Mkiona mambo yanatokea Tanzania si kwa bahati mbaya, kwa sababu tunaye kiongozi ambaye anaguswa na maisha ya watu. Nataka wanawake mlioko TANESCO na Wizara ya Nishati, ninyi muwe wa kwanza kubadilika kabla ya mtu mwingine. Tumunge mkono rais wetu kwa vitendo. Inapotokea changamoto ya umeme inatokea tena kwa uzembe wa mtu, ninyi wakina mama kama wasimamizi wa sekta iwaume. Mkimwona kuna mtu miongoni mwenu anamtafuta mteja na kumuomba rushwa ili akamuunganishe umeme, ninyi wakina mama mwe wa kwanza kumkemea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujumbe ambao tunapenda kuupeleka kwa Watanzania wenzetu katika siku hii ya leo ni kuhusiana na kupika kwa kutumia nishati ya umeme. Nishati ya umeme ni moja ya nishati safi za kupikia. Tunazo nishati nyingine nyingi ambazo ni safi kama nishati ya gesi, lakini pia na nishati nyingine za majiko banifu. Lakini ni kwa nini tunaweka msisitizo mkubwa katika hili neno la kusema kupika kwa umeme? Ni kwa sababu kwa miaka mingi sana huko nyuma watu wote waliamini kwamba kupika kwa umeme ni gharama kubwa. Lakini kama tunavyofahamu, kuna mabadiliko mengi ya teknolojia yanayoendelea duniani, na imefika mahala teknolojia zimekuja mpya na zimetuambia tofauti na tulivyokuwa tunaamini huko zamani. Na tofauti hii ni hii tunayosema kwamba sasa hivi kupika kwa kutumia nishati ya umeme ni gharama nafuu zaidi
kuliko kutumia nishati nyingine. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.